ورفعت عيني للسماء أرى بها Zangu katika imani, ama nukta ya hutuba yetu ya leo itabebwa na anwani madhara ya ulimi. Madhara ya ulimi ndiyo nukta ya hutuba yetu ya leo. Ndugu zangu katika imani, mwanadamu, anasema msemaji mmoja, mal mar'u illa bil asgharaihi al-lisani wal qalbi. Mwanadamu hupimwa kwa vitu vidogo viwili ambavyo ni ulimi na moyo. Ulimi na moyo ndiyo vitu ambavyo anapimwa navyo mwanadamu akaonekana kweli huyu ni mwanadamu aliyokamilika ama vipi. Waislamu katika imani, ulimi ndio unaobeba hali halisi ya mwanadamu aliyokuwa naye. Ili kupata kumjua huyu mtu ni mtu sawa sawa au sio sawa sawa, angalia matamshi yake. Akasema msemaji mmoja, fa anta bin nafsi la bil jismi insanu. Wewe, mimi, unakuwa mwanadamu sio kwa sababu ya bodi yako, mwili wako ama uzuri wako. Mwanadamu anakuwa mwanadamu kutokana na nafsi yake, na hii nafsi ipo ndani ya moyo. Unachokisema chochote hakianzii kwenye mdomo. Kile ambacho unakitamka basi kinaanzia kwenye moyo. Fa anta bin nafsi la bil jismi insani. Mimi na wewe tunakuwa wanadamu kwa sababu ya nafsi ambayo ndio huo moyo, lakini sio kwa umbo lako, uzuri wako. Sasa ili tukupime kwamba wewe ni mtu wa sawasawa, utaangaliwa kwenye nini? Kwenye matamshi yako. Ulimi ni kiungo kidogo sana, lakini ulimi ndio mwanadamu mwenyewe. Sasa tuangalie namna sahihi ya tunaposema maneno yetu yanakuwa maneno ya namna gani? Yanakuwa maneno yenye kujenga au maneno yenye kubomoa? Na ndiyo maana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, wa inna rajula la yatakallam bil kalima. Mtu anaweza akazungumza neno. Kalima ni neno tudogo, ametumia neno, sio maneno. Alkalima ni neno tu, akazungumza mtu neno, la yulqi la bala, wala silipe uzito, ikawa amezungumza tu yeye vimekwisha, lakini hakulipa uzito neno alilolitamka. Uzito wake umekuwaje? Asema yahwi fi nari jahannama. Neno hilo linaweza likawa sababu ya wewe kukuingiza kwenye moto wa jahannam kwa sababu ya neno lako moja ambalo umelitamka. Kalima masulia, maneno pia yataulizwa siku ya Kiyama. Waislamu, kuna hukumu nyingi sana. Miongoni mwa hukumu, mtu ataulizwa kutokana na matamshi yake ambayo alikuwa akiyatoa duniani. Matamshi yake yalikuwa ni yenye kujenga au ni yenye kubomoa. Wa inna rajula la takallamu bil kalima, mtu akazungumza neno lakini la yulqi la habala, asione kwamba yeye amezungumza, ashamtukana mtu, ashamsema mtu vibaya, basi vimekwisha, akaona kwake yeye ni sifa na ni uhodari. Kumbe tamko lile linaweza likawa sababu yahwi fi nari jahannama, likakupelekea wewe kuingia katika moto wa jahannam. Ndugu katika imani, kila unapokuta matahadharisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala makubwa, basi fahamu kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atahadharisha kwanza kutokana na ulimi. Kila unaposikia Mwenyezi Mungu amekemea jambo kubwa, kila unaposikia Mwenyezi Mungu amelani jambo kubwa, basi ametutahadharisha na ulimi kwanza. Kwa sababu gani? Ulimi ndio unaojenga, na ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema
kwenye Qur'an tukufu, waqulu linnasi husna, nasemeni na wanadamu kusema nao vizuri. Kule Mwenyezi Mungu asemaje? Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha waqulu qawlan sadida, enyi ambao kwamba mlioamini, semeni baada ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, semeni maneno mazuri kuambia wenzenu. Tamko lako moja linawezekana likajenga, lawezekana likabomoa. Sasa ili tukupime wewe mwanadamu wako, mwanadamu hapimwi na mwili wake, mwanadamu yuwapimwa kutokana na matamshi yake anayoyatoa kwenye kila engo. Ukiwa ni mwanasiasa, watu wanakupima kwamba huyu mtu ni mkweli ama si mkweli. Usione kwamba unazungumza kwenye muhadhara, mimi nitafanya, mimi nitajenga, mimi nitanunua, mimi nitafanya hivi. Wale wanaokusikiza pale wote wale, yale unaoyasema yale yanawakaa kwenye vichwa vyao, wanasubiria waone mirejesho. Alisema mbunge, alisema mheshimiwa atafanya hivi, mbona leo hafanyi? Sasa kile kitu kinakaa katika mioyo ya watu, akiondoki hata kesho. Ukiwarudia tena watu kuwaambia nitafanya tena, watu kwa sababu gani? Ulishasema, alafu kuonekana kwenye vitendo. Hata ukiwa shekhe vile vile. Na ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuambiaje? Udhu, linganieni ila rabbika, walinganieni watu kwa Mola wako. Wewe unalingania, walingania wenzako kwa Mola wako bil hikma wal mau'izati al hasana, kwa hikma lakini pia na kwa mawaidha yaliokuwa mazuri. Huwezi kuwa umesimama shekhe wewe kila siku ni habari za moto tu, habari za moto tu. Watu wala huambii kwamba kuna pepo, wewe ni moto tu. Hapa watu unawapoteza. Watu watakunukuu, shekhe yule tayari, leo itakuwa ni moto vile vile. Ni moto tu, watu wanakimbia msikiti. Kwa sababu gani? Wewe mawaidha yako ni ya moto. Na watu mambo mabaya hawataki kuyasikia. Tulivyoumbwa sisi mwanadamu, alivyoumbwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yuwapenda mambo mazuri hata kama hafanyi. Hiyo ndio silsila ya mwanadamu Mungu alivyomuumba. Mwanadamu Mungu alivyomuumba yuko hivyo. Hubu shahawa, Mungu amemuumba kutokana na kupenda matamanio. Hapa kuna mtu aweza kaa anatamani kupata gari, wala kazi hana, lakini gari akiona anaitaka hiyo. Lakini kazi ya kufanya apate kazi, apate kununua gari wala hana, lakini akiona gari ile anaitaka. Sasa lazima uangalie, fa anta bin nafsi la bil jismi insani. Wewe na mimi tunakuwa wanadamu kutokana na nafsi zetu, sio bodi, sio umbo. Na nafsi ni moyo. Huwezi kusema ile jambo litaanzia moyoni. Ukiwa na chuki yako, chuki ibakie moyoni, usidhihirishe. Ukadhihirisha wazi kama fulani simpendi, fulani hafai. Kwa sababu gani? Matamshi yalivyo kaida yake hayafutiki. Matamshi unayoyatoa kawaida yake hayafutiki, watu wanayahifadhi. Watu wanayahifadhi. Unaweza ukapendwa, unaweza ukadharaulika kwa sababu ya matamshi yako. Waislamu ni wanasihi sana. Kwa sababu gani? Mwanadamu anapolala, angalia kazi ya ulimi hiyo, na ndio kiungo ambacho Allah Subhanahu wa Ta'ala siku ya Kiyama atakipiga stop, atakifunga. Duniani uliruzukiwa miaka chungu mzima, ni mingi lakini ni midogo kwa zama zetu. Hata ukipewa miaka 70 leo, fahamu kwamba umepewa miaka kidogo. Hata ukipewa miaka 80 leo, fahamu kwamba umepewa miaka kidogo. Utabiri huu ni utabiri ambao ameusema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kusema, umati wangu watakavyoishi duniani hapa, miaka yao ni kati ya miaka 60 mpaka 70. Wachache watapita hapo, wachache.
asema wa aqalluhum, wachache. Kwa safari ulioianza, yale malengo yako yatakuwa na muda uliobakia. Kama umeshindwa kutumia dakika 90, utaweza kuzitumia dakika 2 za maamuzi alizoongeza, kwamba dakika 2 hizi ukomboe magoli yote matatu kama dakika 90 umezichezea. Jibu ni kwamba haiwezekani. Kwa hiyo tumia huu muda uliokuwa nao sasa kutengeneza maisha yako ya kidunia, lakini pia maisha ya kiakhera. Angalia ulimi, asema idha asbaha al-insanu, mwanadamu anapoamka asubuhi, innal a'dha'a kullaha tukaffiru lisanu, viungo vyake vyote vinauangalia ulimi. Macho, masikio, pua, mikono, miguu, tumbo, kila kiungo chako wewe kinamwangalia ulimi. Anasemaje? Fatakulu, ulimi unasema sasa. Hivi viungo vinasema kuambia ulimi, ya ayyuhal lisanu, ewe ulimi wewe, ittaqillah fina, muogope Allah kwa ajili yetu sisi. Mikono tunakwambia wewe ulimi, ittaqillah fina, muogope Allah. Fa inna ma nahanu bika, sisi hatuwezi kuwa ila kwa wewe. Waislamu nafikiri nafahamika. Fa in istakamta, viungo vinaambia ulimi, fa in istakamta, wewe ulimi ukitulizana ukawa sawa sawa, istakamna, tutakaa sawa na sisi. Mikono, miguu, tumbo vitakaa sawa. Lakini wa in ajaita, lakini ukienda kombo ulimi, wajajina, sisi pia tutakwenda kombo. Yaani ukienda ndivyo sivyo, jiangalie kutoka umeamka asubuhi mpaka sasa hivi, ushasema uongo mara ngapi? Ushasengenya mara ngapi? Ushadhulumu mara ngapi? Viungo vyote hivi vinategemea ulimi. Utasema, alafu viungo vingine vitafuatia. Utapanga mchongo wa kwenda kuiba, lakini utaanza kwa maneno kwanza. Hauwezi kwenda tu. Utapanga mchongo wa kwenda kudhulumu kwa mwenzako kwa kwanza kwenye mdomo kwanza, alafu miguu ndio itaanza kwenda. Mikono itakwenda kushika. Fa in istakamta istakamna, ulimi ukikaa sawa sawa, sisi pia tutakaa sawa sawa. Maneno haya viungo vinasema maneno haya asubuhi, kabla hujaanza kufanya chochote kile. Asubuhi ukiamka tu viungo vinasema maneno haya. Waislamu, tuangalieni matumizi mazuri na sahihi ya ulimi. Na ndio maana siku ya Kiyama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa kuona ulimi ni hodari wa kujitetea, ipo aya kule kwenye Yasin, Mwenyezi Mungu anasemaje? Al-yawma nakhtim ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Leo ukiwa hodari wa kufitinisha, leo ukiwa hodari wa kusengenya, leo ukiwa hodari wa kufanya, siku ya Kiyama hautaweza kufanya, hautakuwa na usogora wa kusema mbele ya Mungu kwamba leo hapa kwenye mahshari ya Mungu pia namwambia Mwenyezi Mungu, bwana, si kweli sikufanya hichi kitu. Siku ya Kiyama Mwenyezi Mungu asema ataufunga mdomo. Mdomo utakuwa plaster huo, utakuwa maneno hayatoki, utoi maneno shekhi. Vipo viungo vitasemeshwa siku ya Kiyama, aidihim, mikono, arjulihim, miguu. Kwa nini? Bima kanu yaksibun, kwa yale ambayo walikuwa mkiyafanya. Angalia, mkono hausemi, siku ya Kiyama utasema mkono. Mguu hausemi, unakanyaga tu, unakwenda tu shekhe. Lakini siku ya Kiyama huu mguu ambao leo unauona hauna mdomo, hausemi huu, siku ya Kiyama unakwenda kusema, bwana tulia wewe, siku fulani bwana usikwenda wewe bwana. Ukiwa unabisha, inaletwa screen kwenye uso wako kuja kuthibitisha mguu uliyosema ni kweli ulikwenda, ni kweli uliingia gesti,
Ni kweli unakwenda kuiba? Ni kweli? Utakataa? Hauwezi kukataa, hauwezi kukataa. Waislamu, tumcheni Allah, tusemeni vizuri. ورفعت عيني للسماء أرى بها